I am in solidarity with the people, and the people are hurting right now. Unless we are able to hear them and to help them, then we cannot shout hallelujah, and we cannot shout Tanzania ina imani wakati watoto wamekufa, watu wanaendelea kutekwa, hata yani watu ambao ni watu waliokuwa kwenye position ya uongozi wanapotea. We cannot stay quiet na au kushangilia kwamba everything is normal. Unajua kuna ule msemo, usiposema unakuwa umejiunga kukandamiza. So I don't want to be on the side ya kuonea. Yeah. Lakini 29th ilionesha yani ukiukwaji wa haki za binadamu. In a way, it's fair to say watu wamekufa wengi, na bado kuna familia ambazo bado mpaka sasa hivi they have to go through the process. Inabidi kwanza tuseme kwamba vifo vimetokea, then we have to grieve as a country. Haki ifanyike, makosa yamefanyika, wakibishwe wale ambao wamefanya makosa. Say it wanavyosema, sijui walitoka wakafanya fujo sijui nini na nini. Kuna jinsi ya kudili na machafuko ya aina yoyote, sio mauaji, sio mauaji. Na pia kuna vitu vingine vimekwenda far beyond. Kuna watu waliuliwa ndani ya nyumba zao, kuna bystanders waliuliwa. So kuna something sinister, kuna something which is not right. Who gave the order? Who did this? And if these people are still in the system, a healing has to take place. Justice has to be, people have to be held accountable from the top all the way. Inabidi kwa kweli hivi vitu vyote. Unajua naweza Khalifa tukaongea mambo mengi sana. Bottom line ni kwamba watu wamekufa, and Tanzania will never be the same. Something has to be done to bring our beautiful Tanzania back to where we have grown up, to our memories, to know. Tofauti ya kisiasa, tofauti ya mawazo sio uadui. Tumepoteza marafiki, tumepoteza projects, tumepoteza just because 29th kuna watu walienda upande huu, kuna wengine walikwenda upande huu.